Kwenye historia ya vita vya kisasa, Marekani imekuwa ikionekana kama nguvu isiyoguswa angani. Ndege zake za kivita zilikuwa ishara ya kudominance. Lakini siku moja juu ya anga la Iran, kitu kisichotarajiwa kilitokea. Ndege ya kivita ya Marekani ilipoteza mawasiliano kisha ikadondoka. Na hii haikuwa ajali moja tu, bali ilikuwa ni mwanzo wa mfululizo wa matukio ambayo yalitikisa dunia nzima. Katika miaka ya hivi karibuni, mvutano kati ya Marekani na Iran umeingia kwenye kiwango kipya kabisa. Sio tena vita vya moja kwa moja vya majeshi makubwa pekee, bali ni drone, fighter jet, electronic warfare na mashambulizi ya anga ya kasi ya juu. Kwa mujibu wa ripoti za kijeshi za 2026, Marekani na Iran zimeingia kwenye kipindi cha high intensity aerial conflict engagement. Iran imekuwa ikijenga mfumo wa ulinzi wa anga kwa miaka mingi, rada za kisasa, missile defense system, electronic warfare unit na interception network. Wataalamu wanasema Iran haipigani kwa ndege nyingi za kisasa kama Marekani, bali kwa mfumo wa Deny Access Airspace Strategy. Mnamo mwezi Aprili 2026, ripoti zilithibitisha tukio kubwa. Ndege ya kivita ya Marekani aina ya F-15E Strike Eagle ilidunguliwa juu ya anga ya Iran. Kilichotokea, ndege ilikuwa kwenye mission ya kijeshi, ilipita ndani ya eneo la vita lililo na ulinzi mkali, ilipigwa na mfumo wa ulinzi wa anga wa Iran. Baada ya kupigwa, ilianza kupoteza altitude, mawasiliano yakakatika, kisha ikaanguka ndani ya Iran. Ndani ya ndege hiyo kulikuwa na rubani mmoja na ofisa wa system ya silaha. Ripoti inaonyesha mmoja alifanikiwa kuokolewa, mwingine akapotea na kuanza operation ya utafutaji. Marekani ilijibu haraka, helikopta za rescue ziliingia ndani ya eneo la hatari. Ndege za ulinzi zilifuatana, lakini operation ilikumbana na moto mkali wa ulinzi wa Iran. Matokeo yake, baadhi ya rescue unit zilishambuliwa, operation ililazimika kubadilishwa, tension ikapanda zaidi. Wakati operation ya uokoaji ikiendelea, tukio jingine lilitokea. Ndege ya Marekani aina ya A-10 Warthog ilishambuliwa pia. Ilitumwa kusaidia ulinzi na support, ilikumbwa na fire exchange, rubani aliweza kuruka na kuokolewa. Matukio haya yalibadilisha mazungumzo duniani. Marekani haionekani tena kuwa na dominance ya absolute air superiority. Iran inaonyesha uwezo wa kupiga target za high value aircraft. Tension ya Mashariki ya Kati ikaongezeka. Wataalamu wa kijeshi wanasema kuna mambo makuu matatu muhimu. Moja, Iran Air Defense Improvement. Iran imeboresha rada na missile system. 2, Low Altitude Traps. Ndege zinaweza kunaswa katika low altitude mission. 3, Electronic Warfare. Mifumo ya kuingilia mawasiliano inaweza kuwa sehemu ya ushindi. Kuna mijadala inayoendelea. Marekani inasema ni combat loss, Iran inasema ni airspace defense success. Lakini ukweli mmoja unabaki, ndege za kivita za Marekani zimepotea ndani ya eneo lenye mgogoro wa moja kwa moja. Hili si tukio la kawaida, bali ni ishara ya mabadiliko ya vita vya kisasa. Ndege haziko salama kama zamani. Droni, makombora na rada sasa zinatawala anga. Dominance ya anga inashindaniwa zaidi kuliko wakati wowote. Na sasa swali kubwa linabaki. Je, huu ni mwanzo wa vita vya anga vya kizazi kipya ambapo hata ndege za kisasa kabisa zinaweza kudondoshwa? Na kama jibu ni ndio, basi dunia inaingia kwenye enzi mpya ya vita vya anga. Kama umefurahia video hii, basi usikose kusubscribe, kushare na kucomment video hii. Tukutane wakati mwingine. Bye bye.